Miguel Gamondi ataishusha timu kwenye uwanja wa mazoezi kuanza maandalizi ya moja kwa moja kuelekea mchezo wa tarehe 25. Okay, sawa. Pengine kwa namna ambavyo mmecheza kule ugenini na namna ambavyo mmewatazama wapinzani wenu, mnaona kabisa kuna nguvu ya ziada ambayo ingeweza kufanyika ili muweze kupata matokeo kwenye mechi ya hapa nyumbani, lakini pia je, uhitaji wa mashabiki nyinyi kama Singida Black Stars upoje kwenu kuhakikisha kwamba mnafuzu, lakini mnafuzu kwa shangwe kubwa pale Azam Complex? Nguvu ya mashabiki of course lazima tunakuja na mpango kabambe, na unatujua sisi kwenye shughuli hizi kwenye mechi za kimataifa huwa tunafanyaga kweli. Kwa hiyo mashabiki hasa wa Tanzania wote kwa ujumla wajiandae kuisupport Singida Black Stars, kwa sababu tulipofikia sasa jukumu la kuipeleka Singida Black Stars hatua ya makundi sio la kocha Gamondi peke yake, sio la uongozi wa klabu peke yake, na wala si la mashabiki kutoka nyumbani Singida peke yake. Ni jukumu la Watanzania wote. Twende tuipeleke timu yetu ya Tanzania kwenye hatua ya makundi, twende tukaandike historia pamoja. Tutatoa utaratibu kuhusiana na mechi hiyo hivi karibuni, namna ambavyo watu wanaweza kuja kutusupport. Tunaandaa utaratibu mzuri kabisa, tupo kwenye hatua za mwishoni, lakini wahakikishie tu inaenda kuwa ni mechi ya Watanzania, tunaikabidhi kwa Watanzania, kazi kwao kuipeleka timu yao hatua ya makundi. Kwa hiyo kila kitu kinaenda sawa kwa upande wa maandalizi, mipango ilishaanza mapema na tunatarajia kila kitu kitaenda upande wetu. Ndio ukiangalia ile mechi, licha ya kwamba tumewasifia hawa vijana, lakini kule kwao tuliwadominate kweli kweli. Mchezo mzima tulikuwa tunautawala Singida Black Stars. Hata nafasi zao za majaribio hawakupata nafasi zaidi ya makosa ambayo yalifanywa kwa bahati mbaya na mlinda mlango wetu, na wakanufaika nayo moja kwa moja. Kwa hiyo tunafahamu kocha Miguel Gamondi atakuja kurekebisha makosa ya kiufundi kwenye uwanja mazoezi, na tuna confidence kaka, tuna Chama, tuna Aucho, tuna Damaro, tuna Gego pale kati. Tuna vijana ambao wana uchu na shauku ya kuhakikisha Singida Black Stars inaenda makundi. Inshallah kwa dua za Watanzania na support yenu wadau ambao mnaendelea kutusupport ikiwemo Crown Media, msiandike habari nzuri za Flambeau kwa sasa. Andikeni za Singida Black Stars peke yake. Ripotini Singida Black Stars. Chambueni mazuri ya Singida Black Stars. Mtatuchoka kambini kwenu. Tunaenda makundi pamoja. Mtatuchoka kambini kwenu. Tukitanguliza uzalendo mbele, na mimi nitakuwa mstari wa mbele kuhakikisha mnapata kile mnachokihitaji. Tukitanguliza uzalendo mbele, tunaenda wote makundi ndugu zangu. Bwana, sawa. Itakuwa ni kwa kiasi gani mnaisubiri hiyo siku ambayo Singida Black Stars naingia makundi, kwa sababu hamjawahi? Yaani kibongo hapa nyinyi na Azam hamjawahi. Labda Namungo ndio kashacheza makundi. Mwaka gani? Mambo ya zamani sana hayo. Ndio zile historia mnaanza kusema, unajua mwaka fulani sisi kuna timu hapa kubwa tu inajisifiaga historia ishafika finali ya michuano ya kimataifa Afrika. Ukijiuliza ni ipi unaanza kuambiwa sijui ya Biola. Hatutaki historia ambazo ni za kupapasa. Tunataka historia ambazo zinathibitika. Of course kwa Namungo sijasema kama ninaizungumzia Namungo, hiyo nimetania tu. Namungo of course tunaheshimu, hata Biashara United waliwahi kupata nafasi tunakumbuka na tunaheshimu. Kwa hiyo tunaenda kuendeleza kile ambacho kimeonekana kikishindikana kwa muda mrefu, ukiondoa Simba na Yanga. Tunaamini kwa namna ambavyo tunajipanga na ubora wa timu ambayo tuko nayo tunaweza kwenda kuiandika. Alafu umeuliza itakuwaje kuaje. Kaka, Singida Black Stars msimu huu tumechukua kombe letu la kwanza la kimataifa. Nadhani uliona ilikuwaje kuaje. Nimeona lile gulani paredi ambayo mmefanya Singida hiyo. Jua kushangilia namna ya kushangilia mafanikio tunayo yapata. Inshallah tukiingia hatua ya makundi tutakuja kufanya tukio lingine kubwa la historia. Itakuja kuwapa Bwana Masanza anakatika. Bwana Masanza, tukushukuru sana ndugu yangu. Bwana Hussein Masanza ametoka, lakini mmemsikia. Tumemsikia. Singida ikiingia makundi itakuwa ni kwa mara ya kwanza, na itakuwa ni jambo jema kwao. Yeah, sure, kwa sababu kwanza msimu wameuanza vizuri sana. Nafikiri ni pongezi kwa uongozi kwa sababu ya aina ya kocha ambaye alimleta. Nafikiri ni sehemu ambayo walifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Lakini profile za wachezaji ambao wameenda kuwachukua kwenye vilabu mbalimbali nje na ndani mipaka Tanzania
lakini pia unaenda kuchukua wachezaji wa aina gani, wachezaji ambao wanakuja kuleta nini, sio tu utoe pesa iende kufanya usajili sokoni. Yes. Walianza vyema kwenye michuano ya Kagame na walifanikiwa kuwa mabingwa, na nafikiri kuna siku hata kama Masanza Nasib alikuja na kombe la Kagame ambao alifanikiwa kuchukua. Yes. Lakini pia angalia mwenendo wao kwenye ligi, michezo miwili wameokota alama 6. So unaona ni timu ambayo tayari ukiangalia uwiano wa kikosi unaona kuna quality ya kutosha. Na hata ukiangalia michezo miwili, unajua michezo miwili ambayo Singida mitatu ambayo amecheza kwenye hizi hatua za awali, ukikompea timu zote za Tanzania, kwangu mimi nafikiri Singida ndio timu ambayo kwenye round ya kwanza walicheza na timu ambayo ina uzito kidogo kwa maana ya Rayon Sports. Lakini walifanikiwa kupata matokeo. Round ya pili jana nafikiri Abasog kama atakuwa anarejea ule mchezo na review atakuwa naye amechangia amechangia kwa namna moja ama nyingine Singida kushindwa kuondoka na matokeo ya ushindi wakiwa ugenini, lakini wanarejea nyumbani na mchezo nyumbani. I believe na nilisema kwamba Singida Azam ni timu ambazo zitaenda hatua ya makundi. Na usishangae baada ya kwenda makundi wakafanya kitu cha tofauti, wakawa surprise watu wengi, kwa sababu angalia depth kwa maana ya upana wa kikosi kilichokuwa nacho. Wana Anton Trabitra kwenye eneo la ulinzi, Morris Chuku, Kenneth Juma, au tunaongelea ni wachezaji wenye uzoefu, wachezaji wenye ubora. Njoo kwenye eneo la kiungo kuna wachezaji kibao wako pale. Damaro ambaye alikuwa na perform msimu uliopita na alikuwa kwenye alikuwa kwenye anaongelewa zaidi kwamba ni miongoni mwa viungo wa kabaji ambao wanafanya vizuri. Msimu huu msikii akicheza, sio kwa sababu hana ubora, ni kwa sababu kuna watu ambao wanacheza kwenye nafasi wanafanya vizuri kuliko yeye. Emmanuel Keyeke, lakini wamemuuza ule Josephat Athabada kwenda Algeria, lakini kuna wachezaji wameingia wakina Diomande kutoka FC Zoman, Chama kutoka Anga Africans, Osomuaku ametoka Congo, lakini pia Lamine Jaju, Halid Aucho, na hapo tunamzungumzia Andrew Pili pamoja na Lamine Jaju ambao bado hajaanza kupata nafasi za kudumu kikosini. So nafikiri ni aina ya timu ambayo ukimwona Masanza anatamba na anatawala kwenye maongezi ni kwa sababu anapata ujasiri kwa sababu ya aina ya timu ambayo wapo nayo. Kwa sofa kila la heri kwao.